ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV. Subscribe. Kwa sababu huko hapa katibu tawala nizungumzie swala la madai yetu ya hizo milioni 700 ambazo zipo upande wa NFRA. Tushukuru kwa maana kupitia naibu waziri na waziri wake wa kilimo walifanya jitihada baada ya kwenda tulipokuwa tuko kwenye ziara ya kujifunza Dodoma. Tulilipwa sehemu ya malipo yetu zaidi ya milioni 200 tulilipwa na zikasaidia uendeshaji hapa, lakini bado hizo milioni 700 ni fedha ambazo zimekuwa zimetekeleza shughuli mbalimbali za miradi mpaka sasa. Sasa halmashauri inayotegemea kilimo na iko kijijini na wananchi wake wanapokuwa wanaendelea kulipa kodi zile, wanategemea fedha hii ndio irudi iende kule ikatekeleze mahitaji yao mbalimbali. Wengine wanajenga masoko, wengine wanajenga zanati, wengine wanajenga shule, yale magoma. Tulitegemea fedha hizo ziende zikafanye kazi hiyo. Sasa fedha hiyo kukaa huko inatukwamisha, ndipo ambapo tunasema aidha pengine sisi kama halmashauri tungeweza, kama tungekuwa yale haijakusanywa kupitia NFRA, ina maana pato lile, sesi ile tungeweza kuipata moja kwa moja kwa wakati ule, na ingeelekezwa hata katika madai ambayo watumishi wetu tulielekezwa tunatakiwa kuwalipa. Ingekuwa ni sehemu ambayo imepatikana fedha ya kuendelea kupunguza madeni kwa watumishi wanaotudai na wasabuni. Sasa tuombe, mkurugenzi alipoenda juzi amekutana na waziri moja kwa moja, na mheshimiwa waziri Bashe wa kilimo akaahidi kwamba ndani ya muda mfupi wataona namna ya kutulipa fedha hiyo. Sasa hatutarajii sisi kama wawakilishi wa wananchi, yani madiwani pamoja na watumishi wao, hatutarajii kwamba fedha hiyo inaweza kavuka tena mwaka ingie tena kwenye mwaka mwingine wa fedha ambayo tayari ingekuwa inafanya na kutimiza malengo ya wakati huu. Maana tutamning'iniza mkurugenzi na timu yake na sisi madiwani kwamba tukusanye wakati tulishakusanya. Sasa tukivuka nayo mwaka inamaanisha nini? Tunavutwa nyuma bila sababu ya msingi. Kwa hiyo tunaiomba serikali kupitia wizara waone namna bora ya kuendelea kutulipa fedha hii. Na tulikuwa tumeshauriana na mkurugenzi na maazimio ya baraza yako pale kwamba mwenyekiti ninatakiwa kufuatilia pamoja na mkurugenzi tuende. Sasa sitaonekana tunakuwa kama chokochoko kuambia mara mbili. Tunawaomba watulipe pesa, ili pesa iweze kurahisisha uendeshaji wa halmashauri na kulipa baadhi ya madeni ambayo halmashauri tumeyabeba. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.